Karibu katika episode ya 4 ya recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 3, hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Kim Shin alikuwa anamjaribu tu huyu mwanamama kwa kumwambia kwamba amtabilie juu ya baadaye yake, lakini huyu mwanamama alimfungukia Mwamba Kim Shin kwamba iko siku atafukuzwa kazi hapa katika kituo cha television, na baada ya kufukuzwa kazi kutokana na umaarufu wake, jamaa ataona aibu sana kwenda kuomba kazi sehemu nyingine, kwa atabakia tu nyumbani, na kwa sababu kipindi hicho Mwamba atakuwa ameoa, basi ataanza kumtegemea maisha yake yote mke wake. Kiukweli hii kitu iliwahuzunisha sana hawa watangazaji, kwa sababu haya yote alikuwa anaongea yakiwa ako live kabisa. Walimmind kweli kweli, na mama alipomaliza kutoa utabiri wake, huyo akawa anaondoka. Sasa huwezi kuamini, bidada Min Ray alimfuata huyu mwanamke na kwa huzuni sana akawa anasema, ina maana mimi na mume wangu tutakuja tuishi maisha magumu kiasi hicho? Ni kama bidada Min Ray anampenda sana Kim Shin. Huyu mwanamama akamwambia Min Ray kwamba nilikwambia wewe hapo uditi na huyo mwamba anayefahamika kama Seo Cho, huyo ndio mpenzi wako na mume wako anayetakiwa kuja kukuoa, sio huyo Kim Shin. Lakini huyu mwanamke wa baadaye akasema kwamba maamuzi ya kuchagua kesho yako yako mikononi mwako wewe mwenyewe. Lakini huyu mwanamke wakati anaondoka, ghafla tu hali yake ni kama ilikuwa mbaya tu. Sasa wakati huo mwenyekiti ndio alikuwa anakuja katika kampuni kwa sababu alifurahishwa sana na ule utabiri. Bahati nzuri akakutana na huyu mwanamke njiani, na kwa sababu alikuwa na hali mbaya akamchukua na kumpeleka hospitalini. Kumbuka kwamba mwenyekiti ampendi sana yule mwamba Kim Shin. Kweli huko hivi, kwa kuwa huyu mwanamke amesafiri kutoka miaka ya mbele amekuja miaka ya nyuma, kama ikitokea mwanamke huyu amekutabilia juu ya kesho yako, basi ni lazima atapitia hali mbaya sana kimwili, kwa sababu mtu aliyetokea miaka ya mbele hatakiwi kumwambia mtu aliyopo katika miaka hii juu ya kitu ambacho kitakuja kutokea kesho yake. Sasa huyu mwenyekiti akawa anasema, kwa kuwa wewe unaweza kuiona kesho, nataka uniambie, je, nikimsafirisha huyu mwamba Kim Shin kumpeleka Marekani, alafu hapa nikaleta kiongozi mpya katika hii kampuni yangu, itakuwaje kwaje? Lakini huyu mwanamke akasema itakuwa na hali mbaya sana. Sasa huyu mwanamke kusikia kwamba eti kampuni mwamba Kim Shin akiwa ameondoka itakuwa na hali mbaya, alikasirika sana. Akasema, unajua hata sikuamini katika tabiri zako hizo. Lakini huyu mwanamke kutokea katika future akasema, usiharakishe maamuzi ya kumhamisha Kim Shin, hebu subiria siku 7 ziweze kupita, alafu utaniambia nini ambacho utakwenda kukiona. Sasa mwanamama aliporudi nyumbani, huwezi kuamini, alimkuta bidada Min Ray akiwa na huzuni sana. Bidada akasema mahusiano ya kuchaguliana anaona kwamba hayana maana katika maisha yake. Sasa hawataki wanaume wote wawili, hamtaki mwamba Seo Cho na pia hamtaki mwamba Kim Shin. Lakini yule mwanamke alizidi kumkumbusha tu kwamba Seo Cho ndio mwanaume sahihi kabisa kwake, kwa sababu pindi walipokuwa wamekutana katika hali ya mvua, ile mvua ilikuwa inadhibitisha hatima yao nzuri. Mwamba Seo Cho ni kweli kabisa alianzaga kumpenda bidada, alikuwa anaonyesha viashiria vyote kana kwamba alishaanza kumtamani bidada, lakini bidada maamuzi yake sasa hivi hataki kudeti na yoyote yule, kama mwenyekiti alivyokuwa ameahidi. Tukirudi huku ndani ya kampuni, akaanza kumwambia mwamba Kim Shin kwamba anatakiwa kusafiri kuelekea Marekani, kuna kazi anatakiwa aende akaifanye kule. Lakini huyu mwamba Kim Shin wakati anatoka hapo katika kampuni akakutana na ule mwanamke kutokea future. Huyu mwanamke akawa anamtakia safari njema kuelekea huko Marekani katika kituo kipya cha kazi, lakini mwamba akawa anamtazama huyu mwanamke kwa hasira sana. Ile namna anavyomsogelea huyu mwanamke alikuwa anaogopa sana, kwa sababu huyu aliwahi kuwa mume wake na alikuwa akimtesa mno. Bidada Min Ray akiwa katika gari alikuwa anaelekea nyumbani, lakini akawa mpokea message kutokea kwa mwamba Kim Shin akisema kwamba anahitaji kuonana naye waweze kuongea kidogo. Sasa bidada akawa katika mtihani mzito, aelekee wapi, kwa sababu mwamba Seo Cho alikuwa amepanga kuonana naye na mwamba Kim Shin anataka kuonana naye tena kwa dharura. Huwezi kuamini, bidada alichagua kwenda kuonana na mwamba Kim Shin na walikutana katika eneo fulani hivi la uwanja wa basket. Sasa wakati wanaendelea kucheza basket, mwamba kaongea kwa huzuni sana kwamba wiki ijayo naelekea Marekani, ni maamuzi ya ofisi, yametaka mimi nikafanye kazi Marekani na huenda nitabakia huko huko. Hili swala lilimhuzunisha sana bidada Min Ray, yana anajikuta huwa anaumia sana pindi anapogundua kwamba huyu mwamba anapitia changamoto. Bidada Min Ray akamfuata huyu mwanamke ambaye anaijua kesho, akasema kwamba wewe umesababisha, angalia sasa Kim Shin anahamishwa sasa hivi anapelekwa Marekani. Hivi ujisikii vibaya kuona kwamba mtu ambaye nampenda mimi anahamishwa? I say, yani bidada Min Ray anaeleza wazi kabisa kwamba anampenda Kim Shin. Sasa kesho yake bana, taarifa huko ofisini ikaja kwamba mwamba anahamishwa na anapelekwa sehemu ya mbali kabisa. Watu ofisini walikuwa na huzuni sana, na mwenyekiti alienda mbali zaidi mpaka akatangaza katika kipindi kwamba hata kipindi alichokuwa nakitangaza mwamba kitakuwa kimetolewa na hakitokuwepo kabisa. Sasa yule mama aliyetokea katika ulimwengu wa mbele alijisikia vibaya sana pindi bidada alipokuwa akiongea siku ya jana kwamba kwa nini Kim Shin anahamishwa na kupelekwa nje ya nchi. Yote hiyo ni kwa sababu ya mwanamke aliyeweza kutokea miaka ya mbele. Basi huyu mwanamke akawa anaongea na Kim Shin kwamba unaonaje uende ukamwombe mwenyekiti msamaha ili angalau uweze kubakia hapa hapa. Lakini mwamba Kim Shin akasema haijalishi nitajaribu mara ngapi, lakini siwezi nikabadili maamuzi ya matajiri. Wao wana pesa na maamuzi bana, sisi wengine tuna vipaji tu, lakini acha tu nifuate maamuzi yao.
Lakini Mwamba hata baada ya kuondoka bado huyu mwanamke hakukata tamaa, kama amemfuata katika hali ya mvua kidogo, akamwambia kwamba naomba usije ukakata tamaa katika taaluma yako ya uandishi wa habari. Hata ukihamishwa leo ukaelekea polini ama ukaelekea mjini sana, amini kwamba taaluma ya uandishi wa habari ndio maisha yako. Kisha akamkabidhi mwamvuli na kumwambia kwamba nikutakia wakati mwema. Hasa mwenyekiti, kumbuka kwamba aliambiwaga na yule mwanamke ambaye anaweza kuiona kesho, aliambiwa kwamba baada ya siku 7 kuna tukio utakwenda kuliona, ndipo utakapoamini kwamba nina uwezo wa kutabiri kesho yenu. Ni kweli kabisa, leo ndo ile siku ya 7. Kulikuwa kuna mvua kubwa sana inaendelea kunyesha. Kila mtu alikuwa akiushangaa mnara mkubwa sana uliopo ndani ya nchi ya Korea. Huu mnara ulipigwa na radi mpaka ukawa unaanguka. Hapa ndio mwenyekiti akawa anayasadiki maneno ya huyu mwanamke ambaye anaweza kuiona kesho. Wakaanza kusikiliza nini ambacho mwanamke huyu atakiongea tena. Huyu mwanamke akasema tukio la leo ni dogo sana, ila kesho kuna tukio litakaloua watu zaidi ya 100. Waandishi wa habari walichanganyikiwa kwa kuanza kumwamini kabisa huyu mwanamke kwa kila ambacho anakisema. Moja kwa moja wakawahi kituo cha polisi wakihitaji msaada na vikosi vya uokozi viweze kutua katika eneo la tukio ili siku ya kesho kisiweze kutokea kifo hata kimoja. Maafande walipuzia kabisa taarifa ile eti kwamba kesho kuna watu 100 watakufa na ajali itakuwepo hivi na hivi na hivi. Wakaona kwamba hawa watu ni kama wanapoteza muda wao au hawajitambui hivi. Basi bana, kwa kuwa polisi waligoma kutoa ushirikiano, ikabidi timu ya waandishi wa habari waanze kulifanyia kazi jambo hili. Kwanza wakatega CCTV kamera zote katika ile eneo ambayo inaaminika kwamba watu 100 watakwenda kufa. Wakamuona mpuzi mmoja hivi akiwa amechukua mafuta ya taa, kamwaga sana katika eneo fulani hivi la kituo cha daladala. Sasa hapa waandishi wa habari wakaanza kuumiza vichwa, watafanyaje kwenda kuzuia tukio hilo ili lisije katengenezea mlipuko ambao utasababisha watu kama 100 kuweza kupoteza maisha. Seo Cho akapendekeza kwamba ni muhimu siku ya kesho waende kama vile wanafanya habari katika lile eneo la tukio ili kuhakikisha kwamba wanamdhibiti kwanza huyo mtu asiweze kuwasha moto na pia waweze kutoa ripoti polisi. Basi chap wakaanza kuandaa mpango, kuwasiliana na watu wa kile kituo kuhakikisha kwamba wanakwenda kupatiwa access ya kwenda kufanya habari katika lile eneo au mahojiano. Basi baada ya kupatiwa ruksa, moja kwa moja wakatimba eneo husika, wakaanza kuziangalia zile trigger za moto, kuangalia je, moto ukitokea umewaka, je, haya mabomba yanasapoti? Lakini pia wakawa wamewaita watu wa fire kukaa katika eneo la tukio kuhakikisha kwamba watakwenda kudhibiti chochote kitakachoweza kutokea wakati huo. Lakini Mwamba Juani ambaye ni kaka yake na bidada Minrei akawa anasema kwamba hivi ujinga huu ambao tunaufanya kweli hata serikali ikianza kutuuliza kwamba mpaka tumuita watu wa fire katika eneo hili eti kwa sababu tu tumesikia kutokea kwa mtabiri, au tutawaambieje? Kaka mtu akasema yeye anajitoa katika misheni hii, hata kuwepo kabisa. Kaka mtu akawa ameondoka. Sasa kaka mtu wakati wameondoka tu, mdogo mtu ndo akawa anakutana na Mwamba Kimshini. Naye Kimshini hakuwa na swali lingine lolote lile zaidi ya kumuuliza bidada, hivi wewe na huyo Mwamba Seo Cho mna mahusiano gani? Mbona kama vile mna ukaribu sana? Bidada akasema hapana, ni mfanyakazi mwenzangu tu, jirani wetu ni wakazi tu. Basi wakawa wametawanyika. Siku ya kesho ndio imetimia, ndio siku ambayo mhalifu alipanga kutekeleza aina ya mauaji hiyo mbaya zaidi. Zaidi ya watu 100 walitakiwa kufa katika eneo hilo la kituo cha station. Basi hawa jamaa wakawa wametimba eneo la tukio na wakatega makamera kila sehemu, na kukumbusha kwamba jeshi la polisi liligoma kabisa kutoa ushirikiano, ila kwa kuwa fire na vyombo vingine vimeweza kufika eneo hili, jeshi la polisi lilikuwa na wajibu wa kuja kuangalia tu nini ambacho kinaendelea hapa. Wakati wanasubiria sasa yule mhalifu aweze kufika ili waweze kumdhibiti, yule mwanamke mwana kesho akawa nakumbuka kwamba hivi hili tukio lilitokea ndani ya kituo cha treni ama ndani ya treni kabisa. Ndio akawa amekumbuka kwamba hili tukio la moto lilitokea ndani ya treni na huyu mhalifu alikuwa amemwaga mafuta, kisha baada ya hapo akachukua kibeti chake na kuyawasha yale mafuta. Kama mwanamama alivyokuwa amekumbuka, ghafla tu moto ukawa umewaka ndani ya treni. Sasa Mwamba Kimshini alikuwa humo ndani na bidada akawa ameweza kumkinga. Baadaye kidogo hivi Mwamba akaanza kumfukuzia yule mhalifu huku bidada akiendelea kuhangaika kuzima ule moto. Na pia bidada Minrei aliendelea bado kurekodi lile tukio zima namna lilivyokuwa likiendelea. Sasa treni ikabidi kusimama ili kuweza kudhibiti moto uliokuwepo. Watu bana we wanapopenda ugali maharage walianza kushuka kwa spidi sana ndani ya treni. Mwamba Seo Cho alikuwa bize kumtazama bidada tu ni wapi aliko, yani jamaa amepata wasiwasi mno isije kawa bidada Minrei akaja kupata shida ndani ya treni. Lakini huku upande wa pili moshi tu umetapakaa hapa ndani ya kituo cha treni. Basi moja kwa moja Kimshini anamfukuzia yule mhalifu na akaweza kumkuta. Ngumi zinapigwa live kabisa, watu wanatazama kwenye television. Sasa bidada bana, mbwembwe za kurekodi zikawa zimezidi. Yule mhalifu akamsukumia bonge la bodi fulani ambalo likamwangukia bidada, na bidada akawa anaomba msaada, lakini Mwamba Kimshini akasema ngoja kwanza nimalizane na huyu mhalifu. Sasa hii sehemu ambayo bidada alikuwa ameangukia kulikuwa kuna mafuta ambayo yanaendelea kumwagika, na bahati mbaya hili bodi lilikuwa lina kama shoti fulani hivi za umeme ambazo zilitengeneza cheche fulani hivi. Mwamba Kimshini wakati anaendelea kumfukuzia huyu mhalifu bado aliendelea kumrekodi kama kawaida, na bahati nzuri akafanikiwa kuweza kumkamata. Sasa ndo akawa anarudi kwenda kumsaidia bidada kule ambako alikuwa amenasa kwenye lile bodi. Sasa angalia hii scene vizuri na utaniambia ni nani
nani ambaye alikuwa ametoa msaada kwa bidada. Mwamba Seocho alikuwa busy kuactivate mifumo yote ya kuhakikisha kwamba maji yatakwenda kutiririka pindi ambapo mlipuko wote utakwenda kutokea. Lakini Mwamba Kimshini ndio akawa anafika katika eneo la tukio na akaweza kumuokoa bidada. Ile wamefika tu mlipuko ukawa unatokea na maji yakaanza kutoka. Kwa hiyo Seocho ameweza kuactivate mfumo wa maji kuweza kutoka na Mwamba Kimshini ameweza kumuokoa bidada. Sasa Mwamba Seocho ndo akawa anakimbia kwenda kumsaidia bidada. We bwana we, si anakuta Mwamba Kimshini yuko anacheka tu na bidada wanafurahi yani. Kaka mtu naye ndo akawa anampigia mdogo wake kujua hali yake ya kiusalama iko vipi. Kaka mtu alipojiridhisha kwamba mdogo wake anaendelea vizuri, basi bana akajisikia amani sana. Sasa bidada Minrei ndio akawa anamrekodi Mwamba Kimshini namna gani ameweza kusababisha tukio hili kulizuia, lakini pia ameweza kuokoa mamia ya watu ambao walitarajiwa kufa siku ya leo. Tukio lilikuwa linatazamwa na watu wengi sana, kila mtu aliwapongeza sana, lakini wasijue kwamba nyuma ya tukio Mwamba Seocho alikuwepo, ndio aliweza kuzuia mfumo mzima usiweze kulipuka. Na mwenyekiti alipoweza kuzipata habari hizo akatangaza rasmi kwamba jamaa hatoelekea tena Marekani, atabakia hapa hapa ndani ya nchi. Je, unatamani kujua nini ambacho kitakwenda kujili katika episode ya 5? Ni kusitu kugusa alama ya kulike kama unavyoweza. Kumbuka kwamba kadri unavyozidi kulike, tunavyofikisha like 200 tu, basi zigo linakwenda kuingia kama kawaida. Wakikuliza anaitwa nani, waambie anaitwa DJ Paul wa PVP Media Max.